Katika moyo wa Afrika Mashariki kuna taifa linaloandika sura mpya ya maendeleo, taifa lenye amani, utulivu wa kisiasa na miundombinu ya kisasa inayounganisha masoko ya Afrika na dunia. Hii ni Tanzania, nchi yenye rasilimali tele, kuanzia madini na nishati hadi ardhi yenye rutuba kwa kilimo na sekta za viwanda zinazokuwa kwa kasi, pamoja na utalii wa kipekee unaovutia dunia nzima. Tanzania inaendelea kufungua milango mipya ya fursa za biashara na uwekezaji. Chini ya uongozi wa Rais shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania imeimarisha mazingira ya uwekezaji na kuendelea kujenga uchumi imara unaoongozwa na maono ya muda mrefu ya Dira 2050. Hii si nchi ya rasilimali tu, bali ni taifa lenye maono, ubunifu, mustakabali mkubwa na mazingira salama kwa uwekezaji. Karibu katika kipindi maalum cha Wekeza Tanzania, kinacholetwa kwako na Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Katika wakati ambao dunia inabadilika kwa kasi, Tanzania inaandika sura mpya ya maendeleo. Kupitia Dira 2050, taifa letu linaelekea kujenga uchumi wa kisasa unaofikia thamani ya dola trilioni 1 za Kimarekani. Na kiini cha mafanikio haya ni nini? Ni uwekezaji. Kupitia Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, serikali inaendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji na biashara kwa kuboresha sera, sheria, miundombinu na kuimarisha ushirikiano kati ya sekta za umma na sekta binafsi. Leo, sekta binafsi imepewa nafasi kubwa zaidi, ikiwa na jukumu la kuchangia zaidi ya 70% ya uchumi wa taifa. Tanzania. Uwekezaji. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Hiki ni kipindi maalum cha Wekeza Tanzania kinacholetwa kwenu na Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Mimi ni Elijah Kitomari. Kupitia kipindi hiki tutakuonyesha maeneo mbalimbali ya uwekezaji nchini Tanzania na namna ambayo serikali inaendelea kujenga mazingira bora yanayowezesha biashara kukua na kuwezesha kustawi ili kufikia uchumi wa dola trilioni 1 za Kimarekani ifikapo mwaka 2050. Na leo tuna heshima ya kuzungumza na mwekezaji mzawa kutoka hapa nchini kwetu Tanzania, atakayeshiriki nasi safari yake, fursa alizoziona na namna ambavyo mazingira rafiki yalivyowekwa na serikali yamewawezesha kufanikiwa katika uwekezaji wake. Karibu sana kwenye kipindi. Mimi naitwa Archad Kato, mkurugenzi mtendaji wa Alco Vintages. Alco Vintages tunashughulika katika kutengeneza mvinyo kutoka kwenye zabibu. Na tuna aina mbalimbali za mvinyo na packaging tofauti. Kwa mfano kama unavyoona hapa, tuna image white dry wine, lakini vile vile tuna image red ambayo ni dry wine pia. Then tuna the Rooster and the Unicorn red wine, dry wine, halafu tuna the Rooster and the Unicorn white. Lakini pia tuna wine sweet St. Mary, lakini tuna wine sweet vile vile ni for you rosé, lakini tuna vile vile alta ambayo mara nyingi inatumika kwa watu wa makanisa. Then tuna wine ya siku nyingi Dompo Classic, lakini tuna range 3 za Dompo. Tuna Dompo Classic, tuna Dompo Golden, lakini vile vile tuna Dompo Dompo Gane. Lakini pia tuna non-alcoholic ambayo ni pure grape juice nyeupe kutoka kwenye aina ya zabibu inaitwa Chenin Blanc ya Kifaransa. Lakini tuna premium quality wine ambayo ni Archad. Hii ni dry wine, lakini na sifa ya kwamba yenyewe imekuwa aged kwenye oak barrels kwa kuchukua zabibu ambazo ni special kutoka kwenye mashamba yaliyochaguliwa. Lakini vile vile utengenezaji wake ni kwamba imekuwa aged kwenye oak barrels kwa miaka 2 ndio kuja kuweka kwenye chupa. Ni one of the most premium wines tulizokuwa nazo. Ubora wa wine zetu ni kama taifa, kwa sababu kwanza sisi watu ambao tunatengeneza wine hapa ni kwamba wote wametrain South Africa, wametrain Italy, wametrain Ujerumani. Kwa hiyo
tuna embrace teknolojia ya utengenezaji wa mvinyo na utaalamu wa utengenezaji wa mvinyo kutoka nchi mbalimbali, hasa zinazofanyika kwa ajili ya utengenezaji wa mvinyo duniani. Sehemu kubwa sana ya wakulima tumewalinki na benki ili kuhakikisha kwamba wanapata pesa ya kutosha ya kuweza kuhakikisha kwamba wanahudumia mashamba yao, kwa maana ya kwamba wanapata utaalamu unaotakiwa, lakini vile vile wanapata vile vile na huduma na pembejeo zinazotakiwa kwa ajili ya kuboresha mashamba yao. Lakini kikubwa zaidi si swala la ubora peke yake wa zabibu, vile vile na kiwango cha zabibu, tija yao. Wanafurahi kwa maana kwamba kutokana na kuhusikana kwetu wamefika mahali kwamba kuna mashamba yanazalisha mpaka tani 5 kwa ekari, tofauti na kule zamani ambao walikuwa wanazalisha tani 2.5 kwa ekari mpaka 3. Aina zabibu zinazotengeneza zingine za kimataifa, kwa mfano kama nyeupe Chenin Blanc, lakini na nyekundu ambayo ni Cinsault naweza nikasema, lakini ingawaje inatoa Mactopora Red, lakini ni zabibu ambayo inalimwa vizuri na inafahamu ina flavors nzuri, alafu na inatengenezwa vizuri, kwa maana kwamba hata na harufu yake na kila kitu ni vizuri zaidi. Lakini nakuja kwa enhanced na process yenyewe ya utengenezaji ndio ya msingi sana. Tuna teknolojia nzuri sana ambayo naweza kusema kwamba kwa Tanzania hii Alco Vintages ina teknolojia nzuri zaidi ya kutengeneza mvinyo, mbali na utaalamu. Maana unaweza kuwa na teknolojia lakini una wataalamu ambao wanaweza kutengeneza wine nzuri namna hiyo. Tunauza wine China, tunauza wine South Korea, tunauza wine vile vile hizi nchi za jirani zote ambao kule kwa tuna compete na South African wines. Kwa hiyo hii ni kielezo cha kuonyesha jinsi gani ambavyo wine zetu zinakubalika na zinapendwa na watu walio wengi, na hasa ukichukulia kwamba zabibu zetu, kwa mfano kama China, wako tayari kuchukua wine yetu kwa sababu wanaamini kabisa kwamba ni almost zabibu zetu zinazalishwa semi organically, kwa maana kwamba hawatumii madawa mengi aidha mbolea sana. Matokeo yake ni kwamba wine tunayotengeneza sisi ni wine ambayo naweza kusema kwamba iko pure organic. Ina maana kwamba mtu akinywa, kwa mfano wanao associate masuala ya wine na afya, ina maana kwamba the best unaweza kuipata kutoka wine ambazo zinatengenezwa Alco Vintages. Mara nyingi swali linaloulizwa sana kuhusiana na impact yetu kwa ajira, wengi wanauliza kwa wafanyakazi. Lakini sisi tunahusikana zaidi na wakulima kuliko labda wafanyakazi, kwa maana kwamba tunaweza kuwa na wafanyakazi kwa mfano around 50, mkozi wakati wa msimu wanaongezeka mpaka kufika labda 60-70, lakini sehemu kubwa sana watu ambao tunawagusa sisi ni wakulima. Tuna wakulima zaidi ya 1500, ikiwa na maana kwamba homesteads. Sasa kama homestead moja ina watu, familia watu 5, ina maana kwamba unaweza kaangalia implication tunalini na watu wangapi. Tanzania. Uwekezaji. Baada ya mazungumzo hayo ya mwanzo, tutachukua mapumziko mafupi kusikiliza wimbo maalum wa uwekezaji, kisha tutarejea kuendelea na maelezo zaidi kutoka kwa mwekezaji wetu. Tanzania. Uwekezaji. Wekeza Tanzania. Dira ya Taifa ya 2050 imefungua njia ya maendeleo. Sekta binafsi ikipewa nafasi kujenga uchumi wa taifa letu kupitia uwekezaji na biashara. Tunajenga kesho iliyo imara. Nguvu ya Watanzania kwa pamoja kuleta mabadiliko ya kweli. Uwekezaji Tanzania. Tunasonga mbele kwa pamoja. Sekta ya umma, sekta binafsi, kwa maendeleo ya taifa. Uwekezaji Tanzania. Tunajenga nyumba moja kwa ustawi wa kila mmoja na kwa nchi yetu Tanzania.
Karibu tena. Tunaendelea na mazungumzo yetu na mwekezaji wetu mzawa akieleza kwa kina namna ambavyo sera rafiki, maboresho ya miundombinu na urahisishaji wa huduma za uwekezaji umeifanya Tanzania kuwa sehemu sahihi ya kuwekeza. Mara nyingi hapa tunaweka wine ambayo imeshakuwa finished. Tukishamaliza wine tuna matenka. Tuna tenka linabeba lita 37,000, kuna tenka linabeba 18,000. Ndio tunabeba, na hiyo tenka ndio zinapeleka wine nchi za nje, Uganda na Rwanda. Na ningeomba katika serikali inavyokaa hizi kwa East African Community kuangalia ni bidhaa ipi ambayo inabidi ipate zero rated kodi, mbali na import duty, lakini excise duty. Kwa mfano wine ambayo haijawekwa kwenye chupa tuichukulie kama ni raw material within the East African market, ili tusaidie kwamba wakulima wetu especially kwamba kwa jinsi ambavyo tunaweza kuchukua, tukipata soko la bulk wine, ina maana kwamba demand ya zabibu kutoka kwa wakulima itakuwa ni kubwa zaidi, na wakulima watalima zaidi, sawa, na matokeo yake sasa ina maana kwamba kwa soko la East Africa litasaidia sasa kuimprove livelihood ya watu, lakini vile vile na kuingiza products zingine kama juice, non-alcoholic na vitu vya namna hiyo. Ukienda Afrika Kusini ni kwamba sehemu ya wine, zabibu na wine ni kivutio kikubwa sana cha utalii. Watu wanatengeneza winery, wanatengeneza mashamba yao zabibu, especially wineries na tengeneza tofauti kwa lengo tu la kuvutia watu. Kwa sababu gani? Kwa mfano sisi hapa, yani tunakuwa na winery tour. Mtu anakuja analipa, sawa, anakuwa na facility ya kusema kwamba anaweza akatest wine yetu, sawa, kwa kulipa $25, $30 kama ni mtu wa nje. Na tunawapokea watu kutoka Arusha wanaokuja watalii kwa ajili ya kuja kuangalia mbuga za wanyama. Wanapopata taarifa kwamba kuna winery, wana drive mpaka kuja Dodoma kuja kutembelea winery yetu, alafu na wengine kuwapeleka kwenye mashamba. Hii achadi ni wine ambayo imekuwa aged, imetengenezwa kawaida kwenye matenki, lakini ikawa aged kwenye mabaro hour, hii Romanian oak, kwamba imekaa miaka miwili. Is one of the most premium quality wine. Kuna mahali ambapo hiyo wine inakwenda shilingi 300,000 wanauza, naona, kwa sababu ya ubora wake kwenye 5-star hotels. Na nakumbuka katika launching kuna mgeni alikuwa ametoka Uingereza. Kuna wageni tulialika kutoka Uingereza, kutoka Amerika, kutoka China, kutoka wapi katika launching. Lakini hii wine walikuwa nayo Uingereza. Kuna clip moja ambayo huyu bwana alikuwa na test, ni mtengeneza mvinyo, yuko Hastings, sawa, lakini anasema kabisa kwamba aliwapa watu kuonja, hawakuamini kama hiyo wine inatengenezwa Tanzania. Lakini kwa kweli ni wine ambayo kama nilivyosema, Alco Vintages, yes, iko kwa ajili ya kutengeneza mvinyo, kutengeneza pesa, lakini kikubwa zaidi sisi tunataka kuiweka Tanzania katika ramani ya watengeneza mvinyo mzuri. Ndio lengo la sisi, kwa sababu tunalima zabibu hapa. Tukiwa sasa wine ovyo, ni nani atakunywa wine yetu? Lakini tunafanya hivyo ili kuweza kutangaza Tanzania kama nchi kwamba inatengeneza mvinyo mzuri, na kwa hiyo ina maana kwamba uweze kuvutia kivutio kwa watu wengi ambao wanatengeneza mvinyo. Kwa hiyo hii inaitwa barrel cellar, ni special kwa ajili ya wine ambazo ziko wooded, lakini with special quality ya oak classic. Kwa mfano hii oak ni lita 220, na in fact tunanunua almost 3 million kila moja, milioni 3 oak ya lita 220, yani ikiwa tupu. Baada ya serikali kuboresha mazingira ya kufanya, ilikuwa ni motivation kwetu sisi. Tunaingiza barrels kama hizi, tulijua kabisa kwamba tufanya biashara, kitu ambacho kweli nyuma ingekuwa kidogo vigumu, kwa sababu ulikuwa ujui kama hata nikiingiza hela yangu, je, kweli nitaweza kufanya biashara, nitauza au nitafanya nini? Kwa kweli naweza kusema kwamba kwa katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, hata ile launching tulifanya kwa mfano, ni matokeo ya motivation ambayo tuliona kabisa kwamba sera za nchi yetu zina motivate watu sasa wenye mitaji local kuweza kuingia, ili kuweza kuangalia kwamba kama wanaweza kutengeneza na kutengeneza pesa. Na kuna mkulima kwa mfano alileta zabibu hapo, tulipa milioni 120, mkulima tu wa kawaida, milioni 120, naona. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kuna in the next 2-3 years
Yani unakuta kwamba watu wakulipwa milioni 50 wakulima na nini ni wengi tu, alimradi. Na sisi tunachokiomba ni kwamba soko letu liendelee kuongezeka, na kwa sababu wakulima unaoona kila mwaka ukimlipa anaongeza mitaro. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba this is a barrel seller, sawa, ni specific kwa ajili ya kama mnavyoona kwamba it is cool, na in fact inapendwa iwe humid kuhakikisha kwamba haya yakiwa tupu halafu kuwa dry, ina maana kwamba yanaweza yakaachia halafu ukaweka mvinyo ukavuja. Kwa hiyo ni lazima iwe kept humid, sawa, ili kuhakikisha kwamba ile mabaro yanaendelea kuwa nani. Of course tuna wine nyingine hii hapa, sawa, hii imepita kidogo na yenyewe ni one of the premium quality wine, premium wine, the Rooster and the Unicorn. Na mara nyingi wine ambazo zinakuwa kwenye barrels hizi huwa mara nyingi ni nani, red wines. Kuna misconception, silaumu, watu wana define uwekezaji na kiwango cha mtaji mtu anakiweka kwa wakati mmoja kwa wakati huo, na matokeo yake ina exclude Watanzania walio wengi ambao ni potential wawekezaji. Lakini kwa sababu tuna define uwekezaji kwa ukubwa wa mtaji, ndio maana wengi wa Tanzania hatuoni kama wawekezaji. Chukulia mfano wa kwangu. Leo hii mimi naitwa mwekezaji, naanza kujiuliza kwamba nimeanza kuitwa mwekezaji lini? Kwa nini wakati ule naanza naleta 2000 sikuitwa mwekezaji? Ni kwa sababu gani? Mtaji wangu ulikuwa ni mdogo, alafu na impact haikuwepo kwa wakati ule. Lakini nachotaka nisema kwamba watu wa namna yangu ni wengi. Leo hii Alco Vintages imekuwa ndio ikaja kugundua kwamba kumbe bwana, unaona, ni mwekezaji. Lakini nachotaka kusema ni kwamba kila Mtanzania anayedea kusema kwamba ameestablish jambo fulani ambalo basi serikali imwangalie kwamba huyu ni future mwekezaji, kwa hiyo ichukulie nafasi ya kumlea kwenye district level, kwenye regional level, sawa, iwaangalie, siwadharau kwamba inawezekana kwamba huyu mtu alipi kodi kabisa au significance yake katika contribution ni ndogo, lakini muangalie. In fact kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu sana ambavyo unaweza kudetermine as to whether huyu mtu anaweza. Uwekezaji mimi nafikiri kwamba uwe defined zaidi na idea ya mtu na preparedness ya kuweza kuimplement this idea rather than mtaji. Maana Albert Einstein anasema in this world don't try to be a man of material success, try to be a man of value. Kwamba una thamani gani kwenye community. Kama kuna element kubwa sana ambayo kampuni inabidi iwekeze ni kwenye marketing. Kwa taarifa tu kwamba kinachoweza kudrive success ya kampuni yoyote ile innovation, kwamba you have a product, namna ya kuweza product ambayo unapenda, lakini kama ile product ni nzuri kiasi gani haijaweza kupelekwa kwenye soko, inakuwa kampuni haiwezi kunani. Kwa hiyo kama kuna kazi ambayo bado tunayo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba hii bidhaa inafika kwa Watanzania wote sehemu mbalimbali. Hiyo ndio strategy sasa hivi ambayo tunaifanya. Lakini kikubwa zaidi kwenye wine na kitu kingi ambacho watu wakielewa ni kwamba wine ina character fulani ambayo watu wengi hawafahamu. Ni kwamba wine ina promote upendo zaidi. Na ndio maana ni issue ambayo inafanyika zaidi kwa family au cooperatives zaidi au kwenye estate, sawa, kuliko kusema kwamba ni kampuni ambayo labda watu wana shares na nini vitu namna hiyo. Si lazima tunywe nyingi, na watu wakati mwingine wanafikiri kwamba wanaweza wakanywa kama bia. Hapana. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ukitaka kuifahamu wine vizuri, iko recommended. Kwa mfano, kuna wine ambayo inabidi unywe maybe a glass or two kwa siku. Tukiweza kucommand almost over 70% ya mahitaji yetu, sawa, yanakuwa sourced ndani deliberately, kuhakikisha kwamba tunashawishi watu ili waweze kuwekeza either through swala mambo ya taxation, mambo ya nini, na hakika kabisa kwamba serikali itakachokipoteza, itakachokiforgo kwa miaka 2, 3, 5 ya mwanzo inaweza ikipata kwa mwaka wa 6 wa 7, na matokeo yake ni kwamba ikacontribute significantly katika ile 2050. Watanzania kama kweli tunataka watoto wetu wako universities, wako wapi, wapate ajira, tubadilishe na mindset yetu ya kile tunachokula. Lakini tukiendelea kwamba anything imported ni kitu ambacho ndio bora. Alafu leo hii unategemea kijana wako amalize chuo kikuu apate kazi. Atapata kazi wapi? Serikali yenyewe of course iko saturated na ajira. Hawezi kuajiriwa wote.
Je, atajiajiri namna gani hata kile ambacho anatengeneza Mtanzania hawezi kula au kutumia kwa sababu anaona kwamba kinatoka nje? Mimi naamini kabisa kwamba tukibadilisha mindset za kwetu, namna tunacho contribute, tuwe wazalendo kwa nchi yetu, sawa, ili tupende vitu vyetu, matokeo yake tutakuwa tunajenga uchumi wetu. Tanzania. Uwekezaji. Lakini kabla ya kuendelea zaidi, ni wakati wa kubadili mtazamo. Hebu tusikilize hadithi fupi itakayotupa taswira mpya ya uwekezaji. Hapo zamani za kale kulikuwa na nchi moja iliyojifungia kama konokono kwenye gamba lake. Iliamini haihitaji mtu kutoka nje. Walizalisha vyao, wakauziana wao kwa wao na kujivunia kujitegemea. Lakini miaka ilivyopita, barabara zikabaki vumbi, shule zikawa chache, mawasiliano yakawa ndoto na vijana wengi wakakosa tumaini. Umaskini ukawa kama kivuli kisichoondoka. Siku moja, kijana jasiri alithubutu kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Alipofika vijiji vya mbali, alishangaa kuona viwanda vikitoa ajira, shule nzuri zikitoa elimu bora na barabara zenye magari zikisafirisha bidhaa kwenda na kurudi. Alipouliza siri ya maendeleo haya, akaambiwa, tulifungua milango, tukaweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Watu kutoka mbali wakaja, wakajenga, wakawekeza, nasi tukakuwa pamoja nao. Maneno hayo yakagusa moyo wake. Alirudi nyumbani na moto wa mabadiliko moyoni. Aliwasimulia wazee na wananchi wote alichokiona, kwamba kujifungia si ulinzi bali ni kifungo, kwamba kufungua milango si kupoteza utambulisho bali ni kujenga mustakabali. Baada ya majadiliano marefu, waliamua kubadilika. Wakaandaa mpango kabambe wa kuboresha mazingira ya uwekezaji. Milango ikafunguliwa, washirika wakaanza kuja, shule na viwanda vikajengwa, ajira zikazaliwa na matumaini yakarudi upya. Na leo simulizi hiyo inabeba ujumbe mmoja muhimu: maendeleo huja pale tunapothubutu kufungua milango ya fursa. Ndivyo pia ofisi ya Rais Uwekezaji inavyotekeleza adhima ya serikali, kuweka mazingira bora ya uwekezaji, kuvutia mitaji na kujenga taifa lenye ustawi kwa vizazi vya leo na kesho. Na sasa tusikilize ujumbe kutoka kwa Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Lakini la pili ni kujenga, kusogea, kupiga hatua kutoka kutiliana shaka kwenda kujenga imani isiyotikisika kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Mheshimiwa Rais, bado kuna kunyosheana vidole. Sisi serikali tunasema wafanya biashara hawa wakwepa kodi na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika, na wenyewe sekta binafsi wanatunyosha vidole kwamba hii serikali wanabana mazingira magumu. Kwa hiyo kuna kutiliana shaka miongoni mwa sisi wawili. Tunataka kupitia mkutano huu na kupitia mchakato huu tujenge imani kati ya maeneo haya mawili. Mheshimiwa Rais, tulizingatia kwamba katika dira yetu tumekubaliana katika kama namna ya kubadilisha mtizamo, lazima tuanze kufanya kazi katika hali isiyo ya kawaida, business unusual approach. Na jambo la kwanza ambalo tumeainisha katika kulifanya hilo, ambalo halihitaji uwekezaji wa fedha za kigeni, rahisi kabisa katika kubadilika, ni kuanza kuzingatia muda katika mambo yetu. Na tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa upande wako wewe. Hilo wewe ulishaanza siku nyingi. Katika mimi engagement yangu na wewe, hili halijawahi kuwa tatizo. Hili tatizo letu si wengine katika kuzingatia muda. Kwa swala la punctuality ni eneo muhimu sana, na hili ni eneo kubwa katika kuzingatia hili. Tanzania inaendelea kuwa sehemu muhimu zaidi kwa wawekezaji wa ndani na wa nje. Ni kutokana na juhudi za serikali kuimarisha mazingira ya biashara, kuondoa vikwazo na kuweka mfumo rafiki wa uwekezaji. Fikiria soko lenye mamia ya mamilioni ya wateja, soko linalokuwa kwa kasi, lenye nguvu kazi changa na mahitaji yanayoongezeka kila siku. Katikati ya soko hilo kubwa ndipo ilipo Tanzania. Kwa idadi ya watu inayozidi milioni 60,
na ukuaji thabiti wa uchumi, Tanzania yenyewe tayari ni soko kubwa la bidhaa na huduma. Mahitaji ya chakula, viwanda, teknolojia, huduma za kifedha, nishati, usafirishaji na makazi yanaendelea kuongezeka kadri uchumi na idadi ya watu vinavyokuwa. Lakini fursa ya soko la Tanzania haimalizii ndani ya mipaka yake. Tanzania ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, mojawapo ya kanda zinazokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Kupitia ushirikiano wa kikanda unaojumuisha Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani Kusini, wawekezaji wanapata fursa ya kufikia soko lenye zaidi ya watu milioni 300. Hili ni soko lenye ongezeko kubwa la watu mijini, ukuaji wa tabaka la kati na mahitaji makubwa ya bidhaa na huduma katika sekta mbalimbali. Lakini Tanzania pia ni sehemu ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC, inayojumuisha zaidi ya nchi 16 na jumla ya watu zaidi ya milioni 350. Kupitia ushiriki wake katika jumuiya hizi mbili kubwa za kikanda, Tanzania inakuwa kiungo muhimu kinachounganisha masoko ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Kwa pamoja, East Africa na SADC zinawakilisha soko la zaidi ya watu milioni 670. Hii ina maana kwamba uwekezaji unaofanyika Tanzania unaweza kufikia mamilioni ya wateja katika ukanda mpana wa Afrika. Zaidi ya hayo, nafasi ya kijiografia ya Tanzania inaifanya kuwa lango muhimu la biashara kwa nchi nyingi za bara ambazo hazina bandari. Kupitia bandari za Bahari ya Hindi na miundombinu ya reli na barabara inayoendelea kuboreshwa, Tanzania inaunganisha biashara na usafirishaji wa bidhaa kwenda nchi kama Zambia, Malawi, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo basi, kuwekeza Tanzania kuna maanisha zaidi ya kuwekeza katika taifa moja. Kuna maanisha kuingia katika mfumo mpana wa biashara unaounganisha masoko ya kikanda yenye mamilioni ya wateja. Na kadri Tanzania inavyoendelea kuboresha mazingira ya biashara, miundombinu na sera za uwekezaji, nafasi yake kama kitovu cha biashara na uwekezaji barani Afrika inaendelea kuimarika. Na katika kuendeleza ushirikishwaji wa wananchi, tunawaletea jukwaa jipya Bonga na Kitila. Jukwaa hili litakalofanyika kila Jumapili ya mwisho wa mwezi litawapa wananchi nafasi ya kuuliza maswali, kutoa maoni na kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo. Tanzania. Uwekezaji. Endelea kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii inaonekana hapo chini ili kupata taarifa zaidi na kushiriki katika safari ya uwekezaji. Mwisho, tunakukumbusha uwekezaji ni jukumu letu sote. Tulinde, tuthamini na tuunge mkono uwekezaji wenye tija kwa taifa letu, kwa sababu ndio msingi wa maendeleo makubwa kwa kizazi chetu na vizazi vijavyo. Mimi ni Elijah Kitomari kutoka Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Asante kwa kutazama na karibu tena. Hii ni Wekeza Tanzania, kipindi maalum cha Wekeza Tanzania kinacholetwa kwako na Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji.